Glory be to God. It has come a time, church, we open our spiritual eyes so that we can know what is going on in the spiritual realm. Wala ambao ni wa Kristo kamili, sio wakati wa kukula na kukunywa, ni wakati wa kumtafuta Bwana na kuuliza Mungu unasema nini. Glory be to Jesus. And let me tell you, we are in a season of transition when it comes to spiritual matters. We are being transited to another way of worship in the spiritual realm. We are not going to worship God the way we used to worship Him. We are not going to serve God the way we used to serve Him. This season that we are in right now, it is only a preparation of what God is about to do in the spiritual realm that will prepare His people to worship Him from another dimension. Glory be to God. What am I saying? I'm saying that wale ambao watu walikuwa wanajua ya kwamba kuabudu Mungu ni kuja kanisani kila Sunday. Hey, nataka nikwambie sasa imebadilika, sio Sunday sasa. Nataka wale wajue kama ni kuabudu Mungu ilikuwa lazima ukae chini ya pastor akuhubirie, akuombee, akuongoze. Imefika wakati we are receiving a spiritual shift ambapo Biblia inasema kwamba kila mtu ashike alicho nacho. It has now come to that season. And we are in that season whereby everyone should consider his own salvation. Kila mtu ajitetee kumpata Mungu wake. Kwa nini? Hata yule pastor anatafuta Mungu wake, hata yule mshirika anatafuta Mungu wake. It is a spiritual transition that will see us serve God from another dimension that we have never served Him before. Glory be to Jesus. So if you read the book of Matthew chapters 24 and you read the book of Revelation chapter 6, you will get to understand the seasons we are in right now. Hallelujah. I just wanted the church of God to know we are being transited to another way of worship. Oh my God. To another way of prayer. To another way of faith. To another way of belief. It is not all about Corona. It is all about a spiritual shift that will see us serve God in another dimension of this shift. Hallelujah. Glory be to God. And when we read the whole story about the signs that will come before the real event of end time comes, we can see it all over happen. You can read in the Bible. The Bible declares from verses 4 to verses 35. The Bible really opens our eyes. Biblia inasema kwamba watch out that no one deceives you. That is in Matthew chapter 24 verses 4. Watch out that no one deceives you. For many will come claiming I'm Christ, and they will deceive many. You will hear worse. Ni wangapi ambao hawajawahi sikia kuna manabii wa uongo? Manabii wa uongo wamejaa kila mahali. Hiyo season sasa ya unabii wa uongo tumepita ndani kwa sababu imeshatimika. Glory be to God. Inasema kwamba there will be rumors of war, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still yet to come. Glory be to God. We are not shocked. Those people who knows about spiritual prophetic words, they are not shocked with what is happening right now, because they know this one must come to pass. Glory be to God. This must come to pass. Biblia inasema kwamba wakati mtasikia vita za kila aina, mataifa yakiinuka juu ya mataifa mengine, mjue mwisho uko karibu kuinuka. Wakati mtaona manabii wa uongo wameinuka, mjue mwisho uko karibu. Listen to this. Hii sio mwisho. Glory be to God. I'm just preparing the church of God for the worst to come in the spiritual realm. Glory be to God. Why? We are living in the end days. When the Bible says kuna magonjwa yatatokea ambayo hayatakuwa na tiba. And these are the days. Kwa hivyo wale ambao nafikiri siku ya mwisho bado inakuja, I want you to know we are just near to the end day.
So if it's a time watu nafaa waende kanisani na watafuta uso wa Bwana, these are the days. Kama kuna wakati hujawahi jinyima chakula ukitaka kujua Mungu anasema nini, huu ndio wakati wa Kristo inafaa tujifunge mikanda tukitafuta uso wa Bwana, tukimuuliza Mungu, what are you saying? Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. This is the season of spiritual transition into men and the women of God that are being transited into another way of worship, into another style of worship, into another form of worship. Oh, hallelujah. Tumezoea mtaratibu fulani wa kumwabudu Bwana, lakini niko hapa kutangazia kanisa wakati ambao tunaishi sasa, ine wakati ambao una transit watumishi wa Bwana katika viwango vingine vya kumjua na kumwelewa Mungu. Sasa Wakristo wa ukweli tunawatambua wakati kama huu. Wale ambao wanaomba Mungu kwa sababu ni Sunday, hey, nataka niwaambie sasa sio kwa sababu ni Sunday, ni kwa sababu naelewa unamwabudu Mungu gani. Sasa sio kwa sababu pastor ako mbele yangu, hapana, ni kwa sababu unamuelewa Mungu wako kibinafsi. Biblia inasema ya kwamba shika sana ulicho nacho, asije mwovu akakunyang'anya. Glory be to Jesus. We are fulfilling the scriptures. Nobody should blame anybody. Nobody should blame anywhere. Nobody should blame anything. We should blame ourselves because we have not woken up from the sleep that we are in, and to open our eyes so that we can know what is happening in the spiritual realm. Hey, wala ambao wanadhania ya kwamba kuja kanisani ni biashara ya kawaida, nataka nikwambie we have reached a moment sasa si kawaida. Hallelujah. Sasa si kawaida. Things are changing to fulfill the scriptures. The end time is near. Yesu akamwambia, when you see all these things happening, you should know that the end time is near. The Bible says, nation will rise against nation, kingdom will rise against kingdom. This will be famine, earthquake, and in various places, and all are the beginning of bad pains. Glory be to God. I want us to get that verse very well. Verses 8. Verses 8 of Matthew, chapter 24, inasema kwamba all these things will be the beginning of bad pains. Glory be to God. Uchungu wa uzao ama wa kuzaa haimaanishi umezaa. Glory be to God. Mtu ambaye amepitia katika hali ya uchungu wa kuzaa, uchungu haumaanisha kwamba umezaa. Uchungu inamaanisha kwamba chenye kinakuja bado kiko njiani kinakuja. Kwa hivyo yale ambayo tunapitia ndani, Biblia inasema kwamba ni machungu ya kutuonyesha dalili ya kwamba kuna mambo mengine ambayo yanakuja kutokea. Hii corona ambayo mnasikia ni corona, hayo ni machungu ambayo yanajitambulisha kabla ya mtoto mwenyewe ambaye ni kukuja kwa Yesu Kristo kukuja. Glory be to God. So usiseme kwamba mnasikia economy imerudi chini, inaenda kurudi chini zaidi. Inaenda kuharibika zaidi. I'm only preparing the servants of God who can open their eyes in the spirit and interpret what is happening in the spirit. Glory be to God. Why? Shetani ametia uoga ndani ya watu ili ya kwamba wasitafuta uso wa Bwana. Mimi naombea kanisa la Bwana, hatuta na majizo na shetani. We are going to call upon the Lord. Hata kama tutateswa, lakini tunataka tujue season hii ya corona Mungu anasema nini katika maandiko yake, ni maneno gani yaliyotabiriwa. Hey, kwa nataka kuniambia Mungu hana uwezo wa kutupatia nguvu ya kuponya hii corona na iishe kabisa. Mungu ako na uwezo. Haimaanishi ati Mungu hana uwezo, lakini inafaa tuelewe ni kwa nini ameruhusu. Mimi nimeona watumishi wengi wa Mungu wakiponya ukimwi. Nimeona watumishi wengi wa Mungu wakifufua hata wafu kutoka kwa vifo. Nimeona watumishi wa Mungu wakiponya watu magonjwa mbalimbali. Mbona sasa mahali pa uponyaji pamefungwa? Kuna siri ya mbingu ambayo kanisa inafaa tutafute na tujue hii siri ni siri gani. Glory be to God. Tusianze kulaumiana. Tusianze kusema huyu angefanya hivi ingekuwa hivi. Nataka nikwambie whether angefanya ama hangefanya,
maandiko lazima yatimie. Haleluya. Whether president wetu pendwa angefungua kanisa ama angefunga, hatungepata dawa ya corona. Kwa nini? Iliandikwa siku ya mwisho magonjwa yatakuja, hayana tiba. Glory to Jesus. So we are living in the prophetic times where the church needs to understand that these are the prophesied days in the book of Daniel. These are the prophesied days in the book of Ezekiel. These are the prophesied days in the book of Matthew. These are the prophesied days in the book of Revelation. Glory be to Jesus. If you want to know that this revelation, this prophecy will come to pass, read the book of Revelation chapter 6. It speaks about horses. Biblia inasema kwamba na nikaona horse nyingine ambayo ilikuja ikapiga watu na magonjwa mbalimbali. Ikapiga watu na njaa mbalimbali. Hii corona ni horse tu moja ambayo imeachiliwa. Glory be to God. Inaenda kupiga watu. I want us to look in that scripture. Can you open our Bibles? In the book of Revelation, chapter 6. The book of Revelation, chapter 6, so that we can know the seasons. Don't forget, we are learning about understanding spiritual seasons. Understanding spiritual seasons. Revelation chapter 6, Biblia inasema kwamba I watched as the Lamb opened the first of the 7 seals. Then I heard the one of 4 living creatures saying in a voice like a thunder, Come, look, there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown and the road out of a conqueror, belt of conquest. Number 6:3, the Bible says, When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, Come. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a large sword. Biblia inasema katika kitabu cha Matthew, mahali tukisoma katika verses 5 ya kwamba kuna wakati amani inaenda kuondolewa dunia mzima. Taifa litainuka juu ya taifa lingine. Yesu akasema wakati mtaona vita, mjue ya kwamba siku ziko karibu kuja. Na Yohana anadhibitisha katika mstari wa 3, anasema kwamba anadhibitisha katika mstari wa 2, anasema kwamba I looked, there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was giving a crowd the road out of conquerors, bent conquer. Verses 3, the Bible says, When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, Come. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a large sword. Glory be to Jesus. So Yesu anaposema mtasikia vita, mataifa yakipigana na mataifa, inafaa mjue ni unabii unatimilika. Tusianze kusema ya kwamba taifa fulani linachukia taifa fulani, kabila fulani linachukia kabila fulani. Sio chuki ya kimwili, ni spiritual season ambazo lazima zikuje kutimia. Na wale ambao ni Wakristo kutoka kwa hiyo spiritual, kutoka kwa hiyo makabila watasimama na wataelewa, mimi sitatimiza maandiko katika ubaya, nianze kupigana na mataifa mengine. We have experienced political violence. One tribe to another tribe fighting because of given political experiences of our politicians. But men and women who knows about God, hawatachukua hiyo jambo kama la kawaida. Wataona these are the end times and these are the spiritual seasons that the Bible spoke about. Glory be to Jesus. Hey, child of God, we are in the spiritual season. Unless you are spiritual, you will not understand them. Oh, hallelujah. Unless you are spiritual, you will not understand them. The Bible continues to say in verses 5, when the Lamb opened that seal, I heard the third living creature say, Come, look, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Then I heard the sound like a voice among the 4 living creatures saying, a quart of a wheat for a day's wages, and 3 quarts of barley for the day's wages.
and they do not damage the oil and the wine. When the Lamb opened the fourth seal, I heard the voice, fourth living creature say, come. I looked, there before me was a pale horse. Its rider was named Death. Heads of following closest behind him. They were given power over the fourth of the earth to kill by sword, famine, plagues, by the wild beasts of the earth. Glory be to Jesus. Sasa wale ambao wako spiritually alert, we are now in the season ya horse ya namba ya 8 ya chapter ya verses 8. Plagues, hayo ni magonjwa. Plague ni magonjwa ambayo hayana tiba. Plague ni magonjwa ambayo yanapiga dunia mzima ama eneo kubwa fulani. Kwa hivyo plague ambayo tunapitia ndani ni ile hoza ambayo Mungu ameiruhusu iweze kuondoka kutimisha maandiko. Glory be to Jesus. And listen to what the Bible says in verses 8. The Bible says, I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and the heads was following close behind it. I want you to know that heads inamaanisha kwamba kuna spirit fulani za uovu ambazo zilikuwa zinafuata hii horse. Spirit fulani za uovu, unapata kwamba watu ambao wanaabudu shetani wako nyuma ya hii spirit to make sure imekuwa fulfilled. Those are heads. The Bible says, Peter, Yesu akamwambia Peter, I'm going to build my church and there is no gate of hell that are going to prevail. Glory be to God. So heads are those satanic forces supporting this horse ambayo tunapitia ndani. Glory be to God. Sasa watu ambao wanaabudu shetani wamefurahia, wana support, wengine wako kwa maserikali wamesupport kabisa, wanataka haya ambayo shetani amesema yaweze kutimia. Kama ni mambo ambayo yatazuia Wakristo kuomba, kuna watu ambao ni waabudu wa shetani, they are in different categories, wana support, wanakusanyika kuomba. Hallelujah. Usishangae shetani ametoa sacrifices ambazo zitafanya uoga uingie ndani ya watu. They are supporting this horse ambayo imeleta plagues. Glory be to God. Hata usishangae shetani amekusanyika kundi lake ili ya kwamba anataka tu makanisa ya nyamaze jinsi yamenyamaza. There is spiritual force behind what is happening right now. And I want the church of God to know, if you will follow the voice ambayo shetani amerelease, he will capture your mind in the spiritual realm. Glory be to God. He will capture your spiritual realm. Hautaweza kuomba, hautaweza kusoma Biblia. Na mwisho wa Kristo wote mahali waliko, they should wake up, kwa maana shetani amekusanya gang lake ili kunyamazisha watu ambao wanaomba. Hey, hata kama uende kanisani, I would like you wherever you are to rise up and start praying for you to overcome this plague. Hii horse ambayo imewachiliwa katika dunia mzima, Biblia inasema kwamba and he released plagues all over. Wacha nikwambie, wali release plague ya ukimwi, wakarelease plague, shetani akaruhusu plague ya magonjwa mengine ambayo hayakuwa na tiba. Amerelease plague nyingine ya magonjwa. Church, it is not all about corona, it is all about satanic powers behind the godly powers in godly men. Glory be to God. Glory be to God. Nikasikia mwingine ameandika kwa Facebook akasema, oh God, kama ni dhambi tumefanya, tunaomba rehema. Sasa sio wakati wa kutubu. Sasa ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Sasa sio wakati wa kutoa sadaka. Sasa ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Tujue Mungu atatuokoa kivipi kutokana na hizi nguvu za mwovu shetani. Sasa sio wakati sasa wa kusema ninaenda kwa kutoa sacrifices kwa mlima. Sio wakati wa sacrifices, ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana atuambie tutaokolewa namna gani. Hii plague ambayo shetani anaipatia nguvu. Oh my God, I want somebody to lift up your hand. I want you to tell God, may you give me spiritual strategies
that are going to make me overcome this satanic strategy. I want you to tell God, give me spiritual, that is divine strategy that will enable me to overcome this satanic strategy ambayo amewachilia ndani ya kanisa, ambayo amewachilia ndani ya Wakristo. Oh my God, shetani hata ninyamazisha kuomba, shetani hata kunyamazisha kusoma neno, shetani hata kunyamazisha kuingia mbinguni. Ametia uoga kupitia kwa season ya plague ya magonjwa ambayo ameachilia dunia mzima, ili watu waanze kuabudu magonjwa, wengine waanze kuabudu vaksina. Nimeona vaksini imetoka, wengine wamekosa kumkimbilia Bwana, sasa wanakimbilia vaksini. Oh, I wish wangejua katika Mungu ndiye atakayetuokoa kutoka kwa hii nguvu za mapepo, kutoka kwa hii nguvu za kimashetani. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Si Mungu aokoe watumishi wake, si Mungu atuinue, si Mungu atuepushe na uovu. In the mighty name of Jesus. Oh my God, hey, watu wangemtangaza Mungu jinsi wametangaza corona. Ukienda kwa mtoto mdogo hata anaweza kuambia corona ni nini. Shetani amejitangaza juu ya mataifa, hata kwa watoto. Shetani amejitangaza juu ya kila mahali. I wish ni Yesu angekuwa anamtangaza hata kwa watoto. I wish ni Yesu angemtangaza ajulikane dunia mzima. Watu wameinua plague ambayo shetani ameachilia kuliko jinsi wanavyomuinua Bwana. Kila mdomo wa kila mtu imejaa dalili ya ugonjwa huu, imejaa dalili ya virusi hivi. Yesu amenyamazishwa. Yesu amenyamazishwa. Yesu ametolewa katika mioyo ya wengi. Shetani ameinuliwa. Wow, ukiuliza makanisa siku hizi, sijaona mahali watumishi wa Mungu wameandika ya kwamba tunaponya magonjwa yote. Wamenyamaza. Wamekosa kuambia watumishi mahali ukweli huko. Mimi nawaambia ukweli. Haya ni maandiko, yale tunapitia ndani ni maandiko na lazima yatimie. Na wale ambao watafungua macho yao katika ulimwengu wa kiroho ni hao watakaookolewa. Lakini wale ambao watafungua macho yao katika mali ya dunia hii, wasema ya kwamba mimi sitakufa niwache hii mali, hawatapata ufunuo wa kiroho. Biblia inasema ya kwamba in verses 8 of Revelation, I looked and there before me was a plague, a pale horse. Its rider was named Death, and the head was following close behind it, and the head was following behind it. So kuna watu wamefurahia. Wacha tumalize kusoma hiyo verse 8. Nasema kwamba was following behind him. They were given power over the fourth of the earth to kill by sword. Number one, inafaa uelewe hii plague ambayo tunaitia ndani, they were people ambao wanaenda kuuawa kwa lazima. Plague nyingine ambayo inaenda kupata, you just find that watu wanauana siku hizi ovyo ovyo. Mkora anapokuwa ajali, sio yeye, ni spirit of hate ambazo zimeingia watu, mpaka mtu kuua mwingine na upanga haoni kama ni shida. Mtu kukumaliza na upanga haoni kama ni shida. Ni season ya spiritual ambayo Biblia ilisema kwamba kuna wakati mtu kuua hata kuwa ameona kama ni kitu. Saa hizi mkora akikuua, it is not a big deal. Umesikia baba, juzi umesikia mtoto ameua baba kwa sababu ya shamba. Mtoto ameua jamii mzima. Sio hao. Biblia inasema kwamba behind them kuna host spirit fulani ya heads ambayo inawaingia, wanafanya mambo kama hayo. We are in the spiritual season ambayo Biblia imetoa unabii. Kwa hivyo kama wewe ni mtoto wa Mungu na macho yako hayajafunguka, unachukua tu huku wao ni kawaida. Unasema tu dunia imeharibika. Sio dunia kuharibika, ni watu wameruhusu shetani kuwaingia kuharibu dunia. Glory be to Jesus. Biblia inasema kwamba he was given power. Alipewa nguvu. Kwa hivyo watu wanapoua siku hizi, usichukue ni jambo la kawaida. Watumishi, fungua macho yake wa kiroho. Tangu lini ushawahi sikia katika maisha yako mtoto amemaliza jamii mzima? Biblia inasema kwamba si Mungu atusaidie kanisa. Amen. Biblia inasema kwamba
they were given power over fourth of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. Glory be to God. Njaa kuwa watu siku hizi ni kama kawaida. Usione ni jambo la kawaida, hapana. It is a spiritual season ambayo tunapitia ndani. Unapata watu hata mtoe msaada namna gani, hakuna venye tutatoa that spiritual season. Ni watumishi wa Mungu waelewe, this is a spiritual season. The best you can do to a spiritual season, it is to give understanding to spiritual people so that they can accept God who can save them from that calamity. That is the best you can do to spiritual season. There is no way. Hata Mungu asema tunafungua makanisa dunia mzima, there is no way maandiko ya kiroho yatakosa kuja kutumia. No way. Glory be to Jesus. Ni kufundisha watumishi wa Mungu waweze kuelewa hii sio jambo la kawaida. Hii sio jambo ambalo tunapitianga. It is a spiritual season that we need to understand. It was prophesied and it must come to pass. So it is by teaching you and imparting in you the spiritual strategies that will save you from that business, from this horse. And the only way, it is to seek the face of God. It is to live a righteous life. It is to live wicked ways. Hallelujah. It is to follow the God who called us. It is to know much about God. Kanisa la Mungu, mahali tumefika sasa, inafaa tujue mengi zaidi kumuhusu Mungu. Mengi zaidi kumuhusu Mungu. Mengi zaidi kumuhusu Mungu. It is a spiritual season ambayo inafaa tuelewe. Na wacha niwaambie, this season, hakuna Google itakwambia. Glory be to God. No matter how many times you are going to Google about this spiritual season, you are not going to get it until you are empowered by the power of the Holy Spirit. Until you are in revelation of the Holy Spirit, you will understand this season and what to do. Kwa hiyo watu ambao wamejawa na Roho Mtakatifu ndio wataka waelewa season hii ambayo tuko ni Mungu ameiruhusu kwa sababu ni maandiko yaliandikwa. Glory be to God. Lift up your hand wherever you are. May you just say, Father, may you give me spiritual strategies. May you give me spiritual strategies that I'm going to know how to overcome this horse that has released plagues, that has released famine, that has released all sorts of evil, death, killing by sword, in the mighty name of Jesus. Tusianze kusema ati watu wamepoteza kazi zao. Hapana, it is a spiritual season ambayo yule ambayo hajaelewa itamkula, itammaliza, itamuondoa. Kwa nini? Shetani anataka katika season hii watu waondoe imani yao ndani ya Mungu. Wale ambao wamepoteza kazi zao, imani yao ndani ya Mungu imekufa, na hiyo ndio ilikuwa target ya Shetani. Wale ambao wanakufa na njaa, imani yao ndani ya Mungu imekufa, na hayo ndio malengo ya Shetani. Watumishi wa Bwana, ili tuepuke haya, ni tumuite Mungu akuja tuondolee hii shida. Biblia inasema kwamba if my people who are called by my name shall leave their wicked ways and call upon my name, I the Lord will hear from above and I will come down and heal their land. Oh my friends, we need healing from above. There is no vaccine that will heal this nation. There is no vaccine that will heal us. It is only the calling upon the name of the Lord that will heal us. In the mighty name of Jesus. Church, it is time for us to fall down. Hata kama tutatoa manguo tukitembea kwa street tukiita uso wa Bwana, inafaa tufanye hivyo. Hata kama ni kukosa usingizi tukitafuta uso wa Bwana, tuitie Bwana ili kwamba atupatie strategies. Let me tell the church, God will not cause it not to happen. The only thing God will do, He will empower those who will call upon His name. The Bible says, Book of Chronicles, chapter 10, that the eyes of the Lord is searching to and fro, looking for a person that is going to, who is calling upon His name, so that He can empower him.
Empower her to maintain the strength of the Lord, to maintain the spirit of the Lord. Hallelujah. Glory be to Jesus. Glory be to God. Biblia inasema kwamba na wale ambao watayashinda haya yote wataokolewa na nguvu za mwovu shetani. Glory be to God. Let us just confirm it in the word of God about the same as we stop it there. I know we have more to share. But I know the Spirit of God. I know the Spirit of God will prevail upon us so that we are going to get the revelation of God. We are going to get from the blessings of the Lord. Biblia inasema kwamba immediately after the distress, that is in Matthew chapter 24, verses 29. Biblia inasema kwamba immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fail to produce, they will fall from the sky, and the heaven bodies will be shaken. And at that time, the sign of the Son of Man will appear in the sky. All the nations of the earth will mourn. They will see the sun coming down. Let me cut the whole story short. Biblia inasema kwamba baada ya hayo hosi zote kuachiliwa, zile hosi 4 kuachiliwa, Biblia inasema kwamba the sun will be darkened and the moon will be darkened also. The stars will fall from the sky. Hiyo imaanisha kwamba jua inaenda kuwa nyeusi. Hiyo imaanisha kwamba mwezi inaenda kukosa kutoa mwangaza wake. Hiyo ni kumaanisha kwamba hakutakuwa na kuunganika, nguvu za Roho Mtakatifu zitaondolewa. There will be no connection between heaven and the earth. It is only through the power of the Holy Spirit we are connected to the divine body. Glory be to God. It is through the power of the Holy Spirit. So inamaanisha kwamba wakati nasema nguvu za Roho Mtakatifu ni kama mwangaza unaotupatia mwangaza kwa maisha ya Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Isaiah 61 ya kwamba arise and shine, for the light of the Lord has come upon you. That would mean that the light of the Lord ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinatufundia. Unakumbuka akiwaambia wanafunzi wake ya kwamba nataka mkuwe na imani, nitawatumia Roho Mtakatifu ambaye atawafunulia mambo makubwa ambayo hamuelewi. So the power of the Holy Spirit, it is that heavenly body that produces life, that shows life to a child of God. So wakati tunasema kwamba jua litakoma na mwezi utakoma na nyota zote zitaanguka kutoka mbingu, hiyo ni kumaanisha kwamba kunafika wakati Roho Mtakatifu ataondolewa. Hautaokoka, utatamani kuokoka, hautaokolewa. Tunaokolewa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunasamehewa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunasikika mbinguni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Inafika wakati, wapendwa, wacha kufungiwa kanisa. Hata utakuwa kwako ukitamani kuokoka, hautaokoka. Mbingu itakuwa imenyamaza. Roho Mtakatifu ataondolewa. Kuna vitu vitatu ambavyo nataka uelewe vitaondolewa wakati huu. Biblia inasema kwamba jua litanyamaza na mwezi utanyamaza na nyota zitanyamaza. Kuna vitu vitatu nataka uelewe vitaondolewa kwa wakati huu. Kitu cha kwanza, Roho Mtakatifu ataondolewa. Hatutakuwa na Roho Mtakatifu ambaye inakusaidia kuokoka, ambaye inatusaidia kutubu, ambaye inatusaidia kuunganika na mbingu. Itaondolewa. Kitu ya pili kuondolewa kwa wakati huo, kifo itaondolewa. Utatamani ujinyonge, hautakufa.
Utatamani gari kugonge, hautakufa. Utatamani uondoke duniani, lakini hautakufa, kwa maana mbingu itakuwa imenyamaza. Shetani atakuwa amechukua dunia akitawala. Kitu ya tatu kuondolewa, wokovu hautakuwepo. There will be no salvation. Hakutakuwa na wokovu. Maana where there is no Holy Spirit, there is no salvation. It is the power of the Holy Spirit that convinces one to the salvation of the Almighty God. So there will be no power of salvation. And then lastly, wacha nakuuliza ine, there will be no church. There will be no, utatamani kanisa ya kuingia ili wakwenda wakuombee uokoke, haitakuwepo. Heaven itakuwa imenyamaza. Shetani atakuwa amechukua sanamu, ameweka kwa kanisa, sasa ndio wanaabudu. Hakutakuwa na kanisa, hakutakuwa na mchungaji akioa kuombea. Na ndio inafanyika saa hii. Utatafuta pastor, watakwambia leo ni Sunday, makanisa imefungwa. Glory be to Jesus. Si Mungu atusaidie watumishi wa Bwana. Kama kuna wakati wa kutafuta uso wa Bwana, kama kuna wakati wa kutubu na kusema Mungu akusamehe, kama kuna wakati wa kuwa watakatifu, kama kuna wakati wa kutafuta utakatifu, hata kama ni kununua, ni wakati huu. Kama kuna wakati wa kutafuta uso wa Bwana, I just want all of us to stand up on our feet and I want us to tell God, make me understand this season in the mighty name of Jesus. Kama kuna dhambi ambazo umefanya, ni wakati huu utubu. How do you know if tomorrow, if you will not be here? It has come a time, church. Sikuingizi uoga, na kuambia uelewe season ambayo tuko ndani. I want somebody to rise up on your feet and I want you to tell God, may you forgive me if there is any sin that will hinder me, that will qualify me to be overcome by this horse. May you forgive me. He horse ya plague, if there is any sin that will hook me up. Mimi nakwambia ya kwamba shetani amevuna watu wengi na hii plague ambayo Mungu ameruhusa, ameileta. Wengi wamekufa bila kuokoka, wengi wamekufa bila kujua wakati wao kukufa umefika. Wengi wamekufa kwa sababu ya magonjwa na wataenda kuzimu. Shetani anafurahia, shetani anarukaruka, shetani anasherekea, kwa maana amevuna wengi. Wala ambao wako wamekonfesa Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao wataenda kuzimu. Oh my God, nataka ujiokoe mapema. Nataka kumwambie Mungu, kama kuna dhambi zozote ambazo nimefanya, kama kuna ukora wowote ambao nafanya, nimeelewa hii season ni season ya nyakati za mwisho, ni season ya tarumbeta ya mwisho. Bwana nisaidie niokolewe. Bwana, katika mwezi huu ambao ni wa 4, wacha ifanyike mwezi wangu wa wokovu, kabla Roho Mtakatifu hajanyakuliwa, kabla wokovu haujanyakuliwa, kabla grace haijanyakuliwa. Neema haitakuwepo wakati huo. Neema ya wokovu, neema ya msamaha, neema ya Mungu haitakuwepo, itaondolewa. Neema haitakuwepo. Watumishi wa Bwana, imefika wakati tutumie neema hii kwa wakati huu, kama bado ingaliko neema ya msamaha wa dhambi, kama bado ingaliko. I want you to tell God, wherever you are in these times of moment, may your grace rest upon me. The grace of forgiveness, the grace of salvation, the grace of forgiveness, the grace of hearing from you, may it be upon me. In the mighty name of Jesus. Roho Mtakatifu ataondolewa. Hiyo ni kumaanisha mbingu itanyamaza. Mbingu itanyamaza, jua litatoa mwanga. Hiyo ni kumaanisha tutakuwa na Roho Mtakatifu. Mwezi utakoma, hatutakuwa na neema. Nyota zitaanguka kutoka mbinguni. Hatutakuwa na kanisa, hatutakuwa na wokovu, hatutakuwa na mtu ambaye anakuelekeza. Nyota zitaondolewa. Mungu ameweka nyota zake kila mahali. Kuhubiria Wakristo wataondolewa, zitaondolewa, zitakuwepo. Nyota ni wale ambao wamewekwa katika duniani kutangaza wokovu wa Bwana, kutangaza wokovu wa Bwana. Mimi nafanyika nyota ambayo nakutangazia wokovu siku ya leo, lakini nafika wakati hautaniona, kwa maana nitakuwa nimeondolewa, kwa maana kanisa litakuwa limeondolewa. Nyota ni watumishi wa Bwana ambao wako kila mahali, wanatangaza injili ya wokovu, wanatangaza ufunuo wa ukweli. Biblia inasema kwamba wataondolewa.
wataondolewa. Kabla waondolewe, ambia Mungu, natengeneza njia zangu na wewe. Ambia Mungu nisamehe, ambia Mungu nitakase. Labda hii sauti unayosikia inaweza kuwa ndio sauti ya mwisho ya wokovu wako, inaweza kuwa ndio sauti ya mwisho ya kuingia mbinguni kwako, inaweza kuwa sauti ya mwisho ya kuingia jehanamu kwako, inaweza kuwa sauti ya mwisho ya kuokolewa, kwa maana hatujui ile ambayo inaweza fanyika the next minute. Kanisa tumekosa kutambua season ambayo tuko ndani ni season ya kutuonya. It is a warning. Yesu akamwambia haya yatakuwa ni mwisho, lakini itakuwa ni warning. It is only a warning that the end is about to come. That the end is about to come. Hii plague ambayo shetani ameachilia ilitabiriwa. Shetani Mungu ameruhusu, na Biblia inasema kwamba walipewa nguvu na mapepo ili ya kwamba waweze kufanya hii plague ikuwe kubwa, the impact to be big. In the mighty name of Jesus, the body of Christ has suffered silence. The body of Christ has been muted. The body of Christ has been nullified. But I want you to know it was prophesied. For those who will agree with the voice of Satan, they are going to die by the plague. You cannot die physically, but he can destroy your spiritual life. He can destroy your faith in God. He can kill your faith in God until you stop believing in God as a healing God. Wengi wamekimbilia vaccine, wamekosa kukimbilia Bwana. They have given up their faith on God. They have given up their trust on God. They have given up their God and their hope in God. Oh my God, where is the Shadrach, Meshach and Abednego in the season of divine enlightenment with the scripture? The men and women of God will say, we rather die, but we will never leave believing in God, trusting in God. We rather die, but we believe in God. We rather die, but we worship the true God. Watu wameanza kuworship magonjwa haya. Watu wameogopa magonjwa haya zaidi ya wanaomuogopa Mungu. Watu wameogopa magonjwa haya zaidi ya wanaomuogopa Mungu. Wananawa mikono, wanaweka sanitization kila mahali, wanaweka masks. Wameogopa ugonjwa, lakini hawajui kuna ule ugonjwa ambao ni wa milele, ugonjwa wa dhambi ambao utawapeleka kuzimu. They don't want to wash their hearts. They don't want to wash their evil ways. They don't want to be saved. A time has come, church. We sanitize our hearts. A time has come, church. We master our bodies from every evil actions. We master our eyes from every bad lookings. Tunaangalia vitu ambavyo vifai. We master our hands from every evil actions. Tunaogopa ugonjwa, ndipo sasa tunaweka midomo zetu tusishikwe na ugonjwa. Laiti tungeelewa jinsi ya kujimaska mili yetu tusiingie katika dhambi, ni kwa sababu ya kuomba na kukiri Yesu Kristo. Wengine wameogopa kunawisha mikono yao, wananawisha mikono yao kila asubuhi, kila jioni, kila saa saba. Wanakosa kunawisha mioyo yao kwa toba kila asubuhi, kila saa saba na kila jioni. A time has come, church. Tuweke social distance na nguvu zote za mapepo. Tuweke social distance na nguvu zote za dhambi. Tuweke social distance na mapepo yote na dhambi zote. Tunakumbuka tu kuweka social distance, tusiambukizwe magonjwa ya kawaida. Lakini hii, it's only but a warning. The worst is yet to come. The worst is yet to come. The worst is yet to happen. Hatujachomewa Biblia, hatujafungiwa kusoma Biblia bado kanisa. Mtoto atazaliwa. Biblia inasema ya kwamba haya ni mwanzo tu. Mtoto baada hajazaliwa, bado makubwa hayajatokea. Bado hujaambiwa usiombe kwa jina la Yesu. Bado haujaambiwa usikiri Yesu. Bado hatujafika hapo. Basi hivi bado tunaweza mkiri. Kanisa mko wapi? Tuamke. Tuko wapi? Tuamke. Tuinuke kwa wakati huu. Tuokoe vizazi vyetu. Tuokoe nafsi zetu. Tuokoe mioyo yetu.
kutokana na majanga haya ambayo shetani ameyawachilia ndani yetu, ili ya kwamba apate watu wengi kuingia jehanamu, apate watu wengi kuingia kwake. Oh my God, in the mighty name of Jesus, we thank you, Lord, and we bless you. So this month, God has opened our understanding. God has opened our eyes that the season we are in now, it is a spiritual season. We should not consider it physical. Usione shida ni polisi, shida si polisi. Anakubaliana tu na maandiko. Hata yeye mwenyewe ajui. Shida sio huru, hata ajui. Hata anajua ukienda ndani ya moyo wa huru, angependelea sana. Lakini hajui. Yeye kazi yake ni ya siasa, hajui mambo ya kiroho. Hata ndani mwake anahukumika. Si ati tumekutana kwake. Biblia inasema kwamba yule host alipewa nguvu na head na spirit. Ni spirit zinafanya kazi. Shetani ameachilia spirit yake ingie mioyo ya watu. Shetani ameruhusu spirit yake ingie mioyo ya viongozi wafanye haya wanafanya. Sio hao. The Bible says and that host was empowered by the heads. Hizo ni spirits. So, let us understand this season. Sitafunga session hii bila kuwaita mtu yeyote ambaye hajaokoka mahali alipo. Kama unajua hujaokoka, unaweza okoka mahali uliko. Kuna vitu vitatu ambavyo bado viko. Kuna neema ya kuokoka, grace, bado iko. Kuna Holy Spirit, bado inakuhudumia. Kuna spirit of salvation, bado iko. You can receive. Biblia inasema kwamba nyota zitatoka mahali pake, mwezi itatoka mahali pake, na jua itatoka mahali pake. Hizo ni nguvu za Roho Mtakatifu, hizo ni nguvu za neema, na hizo ni nguvu ambazo Mungu amepatia watumishi wa Mungu all over the world to preach the good news to the lost so that they can come back to God. I'm calling upon you before the stars will be darkened, removed from their position. I want you to accept Jesus Christ as your personal Savior. So you are there and you want to confess Christ. Say in the name of the Lord, Jesus Christ, I repent of my sin. I repent of my evil ways. I know I'm a sinner. And my name is registered in the book of hell. My name is registered in satanic books. From today, Almighty Father, I repent of each and every sin. I repent of each and every evil. I confess you as my personal Savior. And now I receive you. Before the grace of salvation is taken away, before the grace of the Holy Spirit, and I kneel on my knees, confessing that you are the Almighty Father. I thank you. I receive salvation in the name of Jesus. And now, remove my name in the records of Satan and write my name in the book of life. In Jesus' name, I receive salvation with thanksgiving, and they will say amen. Father, I want to thank you. I dedicate this new believer into you, Almighty Father. You know them wherever they are. You see them wherever they are. Your grace of reach is still there. Your light is still there to reach them. Lord, may you touch them. Separate them from every darkness. Separate them from every evil. Separate them from every negative. And lead them into your power of the Holy Spirit. And from now, I surround them with the power of the Holy Spirit. And I declare them born again. In the name of Jesus, we pray thanksgiving. And we say the big amen. 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 Thank you so much. So if you have received that prayer, if you have followed that prayer, look where men of God are. Connect yourself to men of God. That will lead you to a true worship. So because it is the new month, the first day in the new month, I just want to declare blessings into this new month. I just want to declare that may God go before you. The Bible says in the book of Psalms, chapters, Numbers 6:5 and verses 11, the Bible declares that he commands the years, he commands the days. 65 verses 11 Psalms, the Bible says, you crown the years with your bounty, and your cuts overflows with abundance.
I declare abundance into your month in Jesus' name. Amen. May God crown your month in Jesus' name. Amen. If there is a month you are going to have an encounter, this is the month you are going to have an encounter with God. This is an operational month that God is going to operate over your life, over your physical life and over your spiritual life. I declare that may God operate in the mighty name of Jesus. Amen. May God minister to your heart. May God minister to your soul. Amen. May God minister to your needs. May God minister to your desire. May God lift your spiritual man. May God minister to you. Oh my God, this month you are going to have a divine encounter in every place, in everywhere you are going to go. You are going to experience a divine encounter in the mighty name of Jesus. Every satanic encounter, we cancel them in the mighty name of Jesus. Every satanic encounter this month, we cancel them. We nullify them. We destroy them by the encounter of God. The encounter of God over this month in your life will overcome every satanic encounters in the mighty name of Jesus. I bless every Monday of this month. I bless you every Tuesdays. I bless you every Wednesdays. I bless you every Thursdays. I bless you every Fridays. I bless you every Saturdays. I bless you every Sundays. Every night in this month, it is under the encounter of God. Every day of this month, it is under the encounter of the Lord. Every hour in this month, it is under the encounter of the Lord. Every minute in this month, may you encounter God. May you encounter God. May you encounter God. You are starting in peace and you will finish with a testimony in the mighty name of Jesus. Naombea jamii zenu zibarikiwe, jamii zenu ziinuliwe, jamii zenu zilindwe, jamii zenu ziinuliwe in the spiritual realm, in the physical realm. Mama yako abarikiwe, baba yako abarikiwe, hawatapatwa na haya majanga. Mungu anawalinda, Mungu anawainua. Mandugu zako wabarikiwe, madada zako walindwe. Natuma malaika wa Bwana juu ya watoto zenu, natuma malaika wa Bwana juu ya nyumba zenu, natuma malaika wa Bwana juu ya wake zenu, juu ya waume zenu. Natuma malaika wa ulinzi, anawalinda, anawainua, anawabariki, anawatetea, anawaongoza kila asubuhi. Hii hosi ya magonjwa haitawapata, hosi ya corona haitawapata, plague ya corona haitawapata, famine haitawapata, killings hazitawapata in the name of Jesus. Natangaza juu ya jamii zetu wanaokolewa kutoka na hii season, spiritual season ambayo tuko ndani, wanaokolewa in the mighty name of Jesus. Tunaokoa mandugu zetu, tunaokoa madada zetu, tunaombea wale ambao hawajaokoka katika jamii yetu, tunaombea wazazi wetu, tunawatangazia wokovu. Hii plague ya kuuana kwa upanga haitawapata, hii plague ya magonjwa haitawapata, hii plague ya magonjwa haitawapata, hii plague ya njaa haitawapata, kwa maana wanaokolewa katika jina la Yesu. Wako sehemu za mbali, tunatangaza wanaokolewa kutoka kwa dunia ya ulevi, kutoka kwa dunia ya dhambi, kutoka kwa dunia kila aina. Wanaokolewa. Tunatuma roho ya wokovu, neema ya Bwana iko juu yao, Roho Mtakatifu awaangazie. Tunatuma sauti hii iwafikie katika jina la Yesu. Wanaokolewa kutoka kwa uchawi, kutoka kwa uganga, kutoka kwa kila nguvu. Rimazandarabo shakari mayata, ribazandaraba shaya. Nasikia roho wa Bwana akiwafikia. Utasikia baba yako ameokoka, utasikia mama yako ameokoka, utasikia ndugu yako ameokoka, utasikia dada yako ameokoka katika season hii ambayo shetani ameachilia plague zake. Oh my God, tunaokoa kwa ulevi, tunaokoa kwa dhambi, tunaokoa kutokana kwa dhambi in the name of Jesus. Tunatangaza mwezi wa 4 inafanyika mwezi wao wa kuokolewa. Their salvation month is now. Their salvation month is this month. In the mighty name of Jesus. April we declare you will save our family members. You will be used to save our brothers and sisters from every sinful world, from satanic world. Hawataenda kuzimu, wataenda mbinguni. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Tunaombea makanisa yetu mahali yaliko. Baba, tunaombea Wakristo wote mahali waliko. Tunatuma roho ya neema juu ya maisha yao.
wale ambao walikuwa waangamie na mitego ya shetani. Tunatuma neema ya wokovu katika watumishi wa Bwana, wachungaji wote mahali waliko. Tunatuma neema ya wokovu, tunatuma neema ya ulinzi mahali waliko, iwalinde. Hii plague haitawapata, ili wakuwe culprits ya shetani. Hawataenda katika madhabahu ya shetani, hawataenda kuzimu. Tunaombea wachungaji, tunaombea washirika ambao wamepotelea katika dhambi. Magonjwa haya hayatawanyakua kabla hawajaokoka, hawatakufa kabla hawajaokoka. Tunaambia mwili wa Kristo dunia mzima mahali waliko, wameconfess, wameokoka. Tunatangaza kuokolewa mwezi wa 4. Badala ya wengi kukufa kwenda kwa falme za shetani, wengi wanaishi kutangaza wema wa Bwana, kutangaza wokovu wa Bwana. Tunawasha taa zao, taa za wokovu, taa za imani, taa za maombi, taa za neno, taa za utakatifu, taa za haki, taa za uaminifu, taa za ukweli, taa za njia ya ukweli. Kila dhambi zinasamehewa. Oh my God, tunatuma roho hii kwa kila Wakristo mahali waliko, kama tunawatangazia mwezi wa baraka, mwezi wa wokovu, mwezi wa kuinuliwa katika kuomba, mwezi wa kuinuliwa katika kuomba. Mungu anawatia nguvu ya maombi Wakristo mahali waliko. Mungu anawatia nguvu ya utakatifu. Mungu anawatia nguvu ya haki na uaminifu. In the name of Jesus, we thank you, Lord, and we bless you. In Jesus' name, we declare with thanksgiving. And the Church of God say a big amen. Amen. And the Church of God say a big amen. 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 Thank you so much. So we have come at the end of our service for now. And I believe it has been a service of blessing. I know most of us, we are blessed. And I know we have understood the season we are in right now. Hallelujah. Tumeelewa ni nyakati gani ambazo tuko ndani. Kwa hivyo tuzidi kuomba, tuzidi kujikwamilia katika Bwana. Kama unajua ukweli fulani kuhusu Mungu, kwamilia pale, because this season ni wale ambao wataokolewa, ni wale ambao wanamjua Mungu na wanamwamini Mungu peke yake. So I would like you just wherever you are, wacha kibali cha maombi kiinuke ndani mwako. Kibali cha kiu ya Bwana kiinuke ndani mwako. Kwa maana hii season shetani ametaka watu wasiombe. Shetani ametaka watu wasisome neno. Shetani ametaka watu wasiweze kuinuka katika vitu vya Bwana. Haturuhusu katika jina la Yesu. Kama kuna mwezi utainuliwa katika vitu vya Bwana, ni huu mwezi. Kama kuna mwezi utainuka kwa maombi, utainuka kwa kumfuata Mungu, utainuka kwa utakatifu, utainuka kwa wake. Wacha ikuwe ni huu mwezi. I desire this month to raise up in the things of God. Shetani hata nitia uoga wa kuomba. Shetani hata nitia uoga ya kwamba siwezi soma Biblia. Na mimi natangaza shetani asikutie uoga. Hey, kanisa, shetani asitutie uoga. Anatafuta watu wa kupeleka jehanamu, hata kupata sisi, hata kupata wewe. Badala ya kuanguka chini, utainuka ukitangaza wema wa Bwana. Utainuka kwa maombi, tunainuka kwa utakatifu. Hata kama kazi itaisha, hatutakaa na imani. We are going to stick on the faith of the Lord. We are going to still to call upon the Lord in season and out of season. Oh my God, nothing will remove us from the presence of the Lord. Biblia inasema ya kwamba kama kuna chochote kitakuondoa katika uwepo wa Bwana, basi ukiondoe. Kama ni uoga ambao utakutoa katika uwepo wa Bwana, Mungu auondoe uoga katika jina la Yesu. Wengine wameingiwa na uoga wa aina mbalimbali, na kudisconnect na uoga wote ambao itakunyima maombi, itakunyima starehe ya kujipata composure katika vitu vya Bwana. I speak spiritual composure from above. God is going to compose you in prayers. God is going to compose you. It doesn't matter whether you have lost your job. God is going to compose you. Whether you have lost your business, God is going to compose you. Whether you have lost your beloved one, God is going to compose you. Whether you have lost your best friend, God is going to compose you. No matter the situation, the state, circumstance surrounding you, you are not giving up on faith. Natangaza ile spirit iliingia ndani ya David, akasema hata kama nitapita katika bonde la mauti, oh my God, sitaogopa, kwa maana gongo lake na fimbo lake yanifariji. Maana anaandaa meza mbele ya watesi wako. Hiyo spirit ikuingie mahali ulipo. No matter what is happening in the world, we are
calling upon the faith of the Lord. We are still holding on God's faith. We are believing in our God, the creator of heaven and earth. In the mighty name of Jesus, we declare God. We declare God in the morning, in the noontime, evening, and even in the night. We are going to declare Him more. In the name of Jesus. Natangaza mwezi huu ufanyike mwezi wa kuinuka katika vitu za Bwana. Utainuka zaidi ya jinsi umekuwa. In the mighty name of Jesus, we pray with thanksgiving, and the church of God say a big amen. So thank you so much. We stop it there. In the name of Jesus, we stop it there.